Nataka kukusaidia jambo moja Mheshimiwa Waziri wa Mipango. Hutafanikiwa na mipango yako kama utajifungia ndani wewe na watendaji wako ndio mwanze kutengeneza mipango ya taifa. Hautafanikiwa. Mipango ya taifa inatakiwa kuwa hivi. Tuko na wizara 25. Tuko na wizara 25. Maana yake wizara ya kilimo itengeneze mpango wa taifa wa miaka 50 ikuletee wewe. Wizara ya fedha itengeneze mpango wa miaka 50 ikuletee wewe. Wizara ya afya itengeneze mpango wa 50 kuletee wewe. Ina maana wewe wizara ya mipango upokee mipango ya kutoka kwenye wizara 25 kuja kwako. Alafu sasa wewe ucompile kwa pamoja upate mpango wa taifa unaotokana na input za kutoka wizara zote ili utengeneze mpango wa taifa. Kwa hiyo inatakiwa wizara zote 25 wizara moja iweze kuiona Tanzania kwa miaka 50. Ilete mpango wa miaka 50 wa maji katika nchi. Wizara ya kilimo iweze kuiona Tanzania miaka 50. Ilete mpango wa miaka 50 wizara ya mipango. Alafu wizara ya mipango sasa kwa Kitila wewe ukama kuna kitabu sasa cha miaka 50 kinachotokana na vision iliyotoka kwenye wizara zote Tanzania, kuwe na vision ya taifa ambayo itaongoza taifa lote. Na sasa utakapofanya hivyo, kila ilani ya uchaguzi itakuwa inachovya kwenye mpango wako, ili kwamba ilani za uchaguzi na zenyewe zitakuwa zinaangalia mpango wa taifa, halafu zinachukua kutoka kwenye mpango wa taifa zinavipa vyama vyake. Itakusaidia sana, na hapo tutakuwa tumeanza kuona hasa maono ya taifa. Kwa sababu ya muda wangu Mheshimiwa Spika, dakika moja tu. Jambo lingine, tuwe na mamlaka ya kuilinda political wing isitoke kwenye maono ya taifa. Tutakapofanikiwa kutengeneza maono ya taifa ya miaka 50. Alafu miaka 50 kuna miaka mitano. Kuna regime zinakuja miaka mitano. Kuna kitu gani tutakachofanya? Kumfanya rais wa awamu ya 9, awamu ya 8 abaki kwenye maono ambayo tumeyaweka. Anaweza kuja rais wa awamu ya 11, tumeweka sisi maono ya miaka 50, akaanza vyake. Kwa hiyo lazima kuwe na instruments zitakazoweza kuifunga mamlaka ya kisiasa kubaki kwenye maono ya nchi, ili kwamba kila rais anayekuja madarakani haji kuleta mawazo yake, anakuja kuyatumikia maono ya nchi. Yeye ni mwajiriwa wa maono ya nchi. Itatusaidia sana kama nchi kubaki ndani ya maono. Naulia tena Mheshimiwa Naibu Spika, ipo siku tusipoamua kuifunga nchi kukaa kwenye maono na kuyashikilia maono na kutafuta instruments ambazo zinaweza zikaifanya political wing. Bwana wewe bwana, tumekupa kazi. Sisi kama nchi tuna maono. Wewe ni mwajiriwa wa maono yetu. Nenda ukatutumikie maono yetu, utufanyie kazi maono yetu. Sio mtu anakuja madarakani anafanya anachofikiri kichwani. Kama ni kufikiri kichwani, kila mtu anacho cha kichwani. Na kuna siku tutapata mtu asiye na fikira nzuri, tutaangukia pua, hatutaweza kuinuka kabisa. Na kuomba sana Mheshimiwa Kitila Mkumbo pamoja na comrade mwenzako hapo ndugu yangu Mwigulu Nchemba, muwe brain ya nchi kwa maana ya kuproduce mpango wa muda mrefu wa nchi ili tukisaidia kizazi kijacho na kizazi kilichopo. Asante sana na kushukuru sana. Asante sana.